Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Oui, bonjour, bonsoir, bandeko balandi bana mboka Congo, na pesi bino basombote bisika bozali, eza bino la voix du Kivu, la voix des sans voix, toujours au service du peuple. Et l'autre, toza mokolo ya le 5, toza mokolo ya le 5, il y a le 6 février 2022, toza kolobela bino à partir de Est République démocratique du Congo, bandeko, boyebi bino banso ndenge insécurité ezokozala makasi na kati ya province ya Nord Kivu, pe na Ituri, ancienne province orientale. Dans ces 2 jours ici, est-ce que tu as 50 personnes oyo bayaki bayagorjaki bango na kati ya camp de déplacés na kati kuna na Ituri. Bandeko balandi boyebi bien ke mboka na biso eza na problème, mais tobisaki bino ke tozokokende kozwa baseri ya kosulula na bana mboka po toyeba barésistant baza ndenge nini, bango nde bato bakoki kopesa biso basango oyo eza na kati ya bantite oyo bazokokontrole bango moko. Boyebi bandeko na problème paye na biso eza na problème moko, eza problème ya communication. Baradio ya mboka na biso eza indépendante te, surtout radio télévision nationale congolaise. Boyebi période oyo bandeko awa tozokoyebisa bino eza période moko il a fallu congolais abanda kozala bien informé, soki bozokolanda biso bien te eza po toza na kati ya mbula ebele, même ndenge na zokoyebisa bino boye badéplacé de guerre ebele baza mbula ezokobeta bango, baza na babache te, baza na nini te, mais toza na période moko ya mbula makasi na kati ya este ya mboka awa neti meme awa esika tozali mbula ezokobeta, mais toza na devoir kaka ya kopesa bana mboka nini ezokoleka na kati ya mboka na biso. Bandeko lelo tokokende kosolula na kati ya province ya Nord Kivu. Vu que premièrement il y a un musicien mwana mboka oyo baboma papa na ye, baboma bandeko na ye nyonso, mais ntango ayembaki na Beni à l'heure où je vous dis aza na kati ya prison na kati ya mboka ya Goma, mais na mwani neti bakongole bubusani kosenga mutu oyo azala libéré, parce que soki ba musicien bayembi insécurité oyo ezali na kati ya mboka eza faute na bango te, eza po bazokoloba oyo biso tozokovivre, oyo biso na Swahili tolobaka kio cha jamii. Donc musicien aza kio cha jamii, aza star, il faut lakisa monde nini ezokoleka. Bien sûr bato bazokozala violé, donc persécution nyonso. Et puis vous savez que depuis Tilombo ayaka na pouvoir bandeko, c'est vrai que tozaki na bitumba, mais ayekotisaki so banguna oyo bazokosala ke bazokosala ke est ezala insécurisé, surtout le Rwanda et l'Ouganda. Congolais nyonso même oyo aza na kati ya nzemi ayebi bien que non, l'Ouganda et le Rwanda ce sont des ennemis jurés de la République démocratique du Congo. Oyo Congolais nyonso jamais akoki kosouhaiter que non o tosala amitié na bango po ennemi puku akotikala kaka kozala puku, mbwa akotikala toujours kozala mbwa, taba akotikala kozala taba na pate akotikala toujours kozala pate. Congolais bobosana ki un jour Rwandais ou Ougandais ils peuvent devenir nos amis. Baza wana toujours pour déstabiliser Congo, pour exploiter richesse oza na kati ya Congo. Mais à notre grande surprise, monsieur Chilombo akotisi bango, tango akotisi bango, jusqu'à présent on se demande une question, bakoti combien, contrat eza ndenge nini? Donc ba Congolais eloko oyo eza question oyo yo patriote esika ozali il faut na omituna ba Ougandais otozo ko biso ba Ougandais bakoti combien, bakosala combien d'années na kati ya République du Congo. Alors tango bakotaki toyokaki ils ont pilonné tel endroit, ils ont pilonné tel endroit, mais bisika nani mikolo oyo yango nyonso tokaka biso te kino oyo ils ont pilonné tel endroit. Et c'est pourquoi la voix de Kivu na bisaka bino période wana ki bazo médiatiser biloko po bomboy bakeno. Oui, ils sont venus pour notre bonheur. Ces gens ici ne sont pas venus pour notre bonheur, mes chers compatriotes. Détrompez-vous. Il y a des gens qui se trompent. Et il y a des gens comme ils sont à la machine en train de voler avec ce qu'il dit. Et ils pensent que nous autres, nous sommes des idiots. Non. Tout kanisaka pe. Tout fandaka, mitu na biso fandaka. Ceux qui ont moni bandeko bana mboka bazana kati ya nzamba, c'est-à-dire il y a un ça ne va pas.
J'ai toujours posé une question, parce qu'il y a des gens qui nous ont toujours écrit que non, oh, Bata Est, Bata Namandoki. Non, mes chers frères, tangu ya Mobutu, tangu ya nani ya nani ya Kasavubu, nani ataki na Mandoki na Est? Mandoki mbazibanda journée. Mandoki banda tangu ba Rwanda bakotisi guerre na kati ya Est ya mboka. Tangu ba Uganda bakotisi guerre na kati ya Est ya mboka. Donc il y a un ça ne va pas. Et puis toloba après accord à Sansite. Tangu batuma comprendre que non nini ezalaki signé na Sansite. Je vous dis, vous observer tant ouana de 2002 de 2003, oui, de 2003 jusqu'en 2004. Nani place nini lisa selela lisusu. Donc ba groupe nyonso ezalaki nano kimia totally là ceux qui balobi ki barande bakokende oui bakokende ntango bayaka kokota ke politique ya gouvernement congolais ezalaki politique ya kofavoriser baoccupant nde lisusu bana mboka balobaki te tozonga kaka tozwa esprit ya maki mpona kolibere mboka na biso sa kozwa tamba ndeko balandi tozokende directement na kati ya Beni territoire esika bana mboka ba autodéfense baza na kati ya nzamba mpona kobondela mboka la voie de Kivu tolobaki te non tokusukela kaka na kati ya province ya Sud Kivu te il faut toleka mpe tokende mpe na Nord Kivu mpo toyoka nini ezokokende kuna bandeko balandi eza interview eza na Swahili bokopardone biso parce que komanda oyo tosololi na ye ayebi lingala te ayebi lingala bien te ayebi nde Swahili. Vous savez que dans l'espace est awa koloba lingala ezalaka moto nyonso nde alobaka lingala te soki oyoki moto azoloba lingala meme na nani ya mabe mais il faut comprendre ezaleti biso à la voix de Kivu rare parce que la majorité des gens soki ozoloba lingala bayebi ki oza soda oza mwana soda outi Kisasa outi Équateur mais awa mingi ezalaka Swahili mais tolobaki ki tokokende kosola bongo po population et comprendre nini ezokoleka nini ezakuna na nini tozokosola maka tokende kosola makambo ya Beni tokende kosola makambo ya Ituri ndenge bakodeko kuna tozokokufa tokende pe kosola makambo ya coup d'état oyo préfabriqué coup d'état préfabriqué mais c'est une ndenge asana Kinshasa est-ce que bokoki kondimela yango to ezakaka po Kongo azosala populisme donc po bato baya epana ye yango wana makambo tu wana tokokende kolobela yango tokeyimbala moko na singa na biso na telefone na biso tobengi tokeyimbala moko po tosolola na bana mboka baza na kati ya nzamba mbula ya bango moi ya bango mpona kodefendre mboka na kati ya territoire de Beni tozokokende. Alo afande, tunatumaini kwamba unatufuata huko vizuri, hakuna shida. Ndiyo, ninyi ni wa autodefense ambao mko napigania kuangalia nchi yetu sikabulike, mkiwa napigania katika province au mkoa wa Kivu Kaskazini, wengine wako katika province ya Ituri. Unaweza kutuambia hali gani kufuatana na etat de siege, kufuatana na gisi wanajeshi wa Uganda wameingia, na pia kila siku tunasikia raia wanauawa, kuna hivi majuzi tu walikuwa raia zaidi ya 50. Sasa watu wengi ambao wanatufuata na ambao wanasapoti sana kazi ambazo mnazofanya wanataka wajue hali halisi ya huko inaendeleaje na nyinyi mko kwenye hatua gani sasa kwa kutetea raia. Shida sisi tuko kama raia, hakuna maneno mingi kama kutatua shida za huko. Tuna shida moja ile nyumba inaita etat de siege. Ndiyo. Etat de siege iko na shida moja, ilikuja sema kukia komboa inji na pia saidia wa raia. Hakuna kitu moja yenyewe anafanya. Kazi ya kwanza yenyewe walifika hapa Beni, walifika mvili de Beni Nord Kivu. Ndiyo. Kitu yenyewe wafanya walika vitu manyumba make probleme ya tena mpaka sasa hakuna amani. Ndiyo. Wamenunua magari, kila mtu kuna gari kubwa, kila mtu yote mwenye alitoka Kinshasa kukuja mwetadi, kila jeshi yote amekuwa na pesa. Manake unapenda kuambia Kongomani kwamba wanajeshi ambao walitumwa hapo kuja kufanya kazi kwa etat de siege walikuja tu ni kujitajirisha, kununua magari na manyumba wakiuza kwao na kuacha kazi ya kulinda raia. Ndiyo ndio vile tunayua. Ndio vile kila raia yote anajua. Sasa ninyi kama vile autodefense baada ya etat de siege unatuambia kwamba walikuja kulitajirisha na kufanya vingine, wakati huku jeshi likituambia maneno mengine kwamba wanaendelea
kusaka raia na watu huko. Sisi tukipata ripoti watu wanaendelea kufa, tunaona tena Waganda nao wanaingia. Unaweza kuambia Kongomani nini kuhusu kuingia kwa Uganda? Na je, mna habari zozote kizile kumeingia Waganda wangapi na nini ambayo mnaweza kuona inaweza kuwa kesho inconvenient au Waganda kuingia katika udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Haya, kuzungumza kwa mambo ya Waganda walikuja turu ya kwanza, walipita kwa njia ya kupita fasi banaita Kamango mteritoire de Beni. Wakati banaingia pale, tukapiganisha tujue mkubwa wao na mwenye wasukuma kama namna gani, lakini kitu chenye tumepata balisema banasukuma 800 jeshi 800 ya EPDF ya Uganda. 800 iliingia kumeisha karibu miezi mbili. Kupita kwa barabara mu territory ya Beni tu kwenye wanaita fasi Kasindi iko Bwane. Tumepita 600. Imeingia Beni. Sasa wakati tuliuliza kama wanakuja tafuta kitu gani, wakatuelezea kwamba au wanakuja piga adui anayeitwa Nalu. ADF Nalu. Ule ADF Nalu wale wa kwanza wakati walikuja walipiga wakapigana, lakini kwa sasa wako kimya huko kwa pori, hatujui mambo wanafanya kwa sasa. Ndio, yani unatuambia kwamba baada ya wao waliingia wakaingia kama vina nguvu za zile ambazo tunaita nguvu za soda, yani nguvu za secret, wakapiga Nalu. Baada ya kupiga Nalu sasa hivi wanakaa kimya. Je, wanasimamia maeneo gani zaidi katika tarafa la Beni? Haya, fasi wanasimama ngambo ya pori, fasi wanaita Simuliki, hapajavuka mtauni. Sasa jana njoba wamefika Ville de Beni. Walifika Ville de Beni, gari karibu 7 kubwa, hatujui kama ilibeba kiasi gani. Sasa hivi kwa tauni ya Beni. Lakini kuna shida yenyewe tumepata jana partire ya Wicha, iko komine moja iko mu territoire de Beni. Wameua tena watu karibu 50, wakatakata na hao Waganda na wamefika mu territoire de Ville de Beni, na ile Wicha ni 30 kilometre kutoka mu Ville de Beni kubalabala ya kwenda Kubunya. Sasa ninyi kama vile auto defense, yani watu wanaojipambania, kwa kufuatana na habari mnazokuwa nazo kwa hao Wanalu, je, wanaweza kuwa sehemu gani ambao bado watu hawajawafikia na kusambaza kabisa kempu yao? Wana nguvu gani ambayo inachanganya hadi kichwa cha government na kichwa cha auto defense? Nguvu zao ni zipi kabisa? Haya, wale Wanalu haiko. Sisi tulifanya uchunguzi, tulitembea na tukafanya uchunguzi yote. Hao Wanalu wanatoka kama wajeshi ya Kongo. Ni wajeshi ya Kongo. Hao Wanalu sio watu wa kutoka nje. Hao Wanalu wanavaa combat ya Kongo, na hao Wanalu wana silaha mpya, na hao Wanalu wanaongea Lingala, na hao Wanalu wanaongea Kinyarwanda. Ni majeshi ya Kongo, sio mambo ya kusema ni Waganda halisi kabisa. Yaani unataka Kongomani watoe kabisa Kongo, wanajigeuza kama Nalu, wanavaa jina ya Nalu lakini ni wajeshi ya Kongo. Yaani unaambia Kongomani watoshe akili kwamba kuna Waganda ambao wanaua watu, japo ni jeshi la Kongo ndio limegeuzwa tu na kujiita Nalu. Ndio kabisa. Tunajua sisi tuko kwa mpaka ya Uganda. Tunajua tumefanya uchunguzi yoyote.
Sasa kamanda, tukitoka katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini tujielekeze huko Ituri. Kuna ripoti kwamba waasi wa Codeco walikuja hapa majuzi wakaua watu zaidi ya 50 ambao ni wakimbizi wa ndani. Na unaweza kuambia sisi au unaweza kuambia Wakongomani Codeco ni kundi gani zaidi na nini wanataka nini ili wapate kuja kuua raia zaidi ya 50? Haya mambo ya Bunia Ituri ni kwa town moja wanaita Bunia. Bunia ni vile. Sasa hiyo vile ya Bunia kuna kabila 3. Kuna kabila moja wanaita Mohema, kuna kabila ya pili wanaita Mulendu, kabila ya 3 ni Mungiti. Sasa Mungiti na Mulendu ni mtu mmoja. Na Mohema ni mtu mmoja. Unasikia vizuri? Hapana, sijasikia vizuri. Unasema sasa Mohema na Mugegere ni mtu mmoja, ni Banyarwanda. Okay. Ni Banyarwanda waliojiita kama wenyewe huko Kusini Kivu wanaita Banyamulenge. Nabo ni Banyarwanda walifika Muituri tangu zamani funga mangombe na kulima maferme. Sasa ile Codeco ile nyumba najiita Codeco iko kama ndiyo kwenye inji. Wanapata vizuri. Ndio. Ndio wananchi wa kule wanatoka Mubahema, wanatoka Mubangiti na Balendu. Ndio wanajiita Codeco. Sasa hiyo Codeco kazi yake ni kupigana na ile hema na watu wenyewe wanaitiwa kama Bagegere. Wakati tulifuatilia ile mambo sana, tunaenda sikia ni mambo yenyewe wanagombana Bagegere, wanapenda wakamate ile inji kama Banyarwanda Banyamulenge. Wenyewe wiko kule wenyewe wanajitaka Banyamulenge. Ndio. Maana ile mambo wanapigana pale. Codeco haiko mambo ya kusema ni watu wa kutoka nje, hapana. Ni watu wanagombana hapo kwaoga, ni wakaaji wa pati moja huko. Bahema, Bagegere na wale Codeco ni watu wa huko. Yaani vita ya ukabila. Ndio kamanda, unajua kwa kwenda kumalizia na lazima ukiona mwili unaumwa, kidole kikuumwa lazima mwili mzima uumwe. Na sisi tunasemaga kwamba kama Kongo sasa tuko kwenye hali hii ni kwa sababu Kinshasa huko hatuna uongozi nzuri, na kuna habari kwamba kulitaka kufanyika kudeta au mapinduzi huko Kinshasa. Unaweza kuwa na message gani ambayo unaweza kuwa nayo kwa Kongomani kufuatana na hali nzima inayopita katika mkoa wa Kivu Kaskazini, kufuatana na usalama mdogo na yanayopita Kinshasa? Na je, unaweza kuwa na message gani kwa wabunge, yani wa depute wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri kufuatana na usalama ndogo ambao upo? Unajua shida ni moja kwa wadepute na sisi wa raia. Kule Kinshasa kama mtu amepita kama depute, anafika Kinshasa anakula na sahau watu walimchagua. Sasa uongozi wa Kinshasa, uongozi ya Kongo, kupata pesa, unajenga manyumba, unamaliza vya kwako, hauwezi jali na watu wa nyumba. Hata sasa tunaambia wadepute watusaidie. Hii Nord Kivu imeangusha machozi na makanisa wameomba, wamesali, imeshindikana. Tunakuya kumbua wenye wanaua watu na ni wa serikali au wenyewe. Jeshi za Kongo ndio tunapiga watu wanalifanya kama naru. Ndio tumegundua sasa. Sasa saa hii kama tunaambia Kinshasa itusaidie, msaada haiwezi katoka Kinshasa yenye itagomboa inji. Yenye itagomboa inji ni waraia wenyewe watajigomboa. Asante sana. Sasa huko kazi nzito unajua ziko pale. Lakini hakuna moja ya kutoka huko ukiyapiga wapi? Adui.
Unajua siasa yote iko Kinshasa ya kupiga sisi huku kuefe. Sasa kitu ya hakuna mtu anapaswa kutosha nyumbani mwako na uko na maji. Raia uko tayari na kuendelea na kupigana na watajikombola wao wenyewe, na tatizo itarudi kwa raia tu watapigana naye. Sasa hivi hakutaisha hata miezi 6. Ndio kamanda, unajua hii ni radio La Voix du Kivu, La Voix des Sans Voix, toujours au service du peuple. Ni radio ambayo inapigania kwa sababu ya ukombozi wa nchi, na ndio maana ipo karibu sana na nyinyi wa autodefense, na ni radio ambayo inachukua sauti ya autodefense na ukipeleka ulimwenguni. Unaweza kuwa na message gani kwa vijana wa Nord Kivu na wa Ituri na wa Sud Kivu kwa sababu ya utetezi wa nchi wao? Na kama vile nilivyosema kwamba ni lazima tujikomboe sisi wenyewe. Message gani unaweza kuwa kwa vijana wetu, unaweza kupatia nani message gani? Message yenyewe ningetuma kwa Kinshasa, sijui kama mimi napaswa ongea namna gani. Juu uongozi uko chini. Tunakosa muongozi kama ni nani? President. Ndiyo. Tangu anaikala kwa kiti hajafika kwa mgini wanaita Butembo. Hata Beni watu wote wamekufa pale, hajafika kuomboleza. Sasa leo hii kusema tunategemea Kinshasa, message ya kutuma Kinshasa iko kugumu. Kusema watusaidie, kila siku tunasema watusaidie. Madepite nafika huku tunawaelezea hawawezi. Wanafika Kinshasa wananyamaza. Mbona Kinshasa? Kamanda, mbona Kinshasa wamenyamaza, lakini wameona nguvu. Mbona Kinshasa kupitia spika wa bunge, yani president wa Assemblée Nationale Bwana Mbosso Koja alisema kwamba wadepite ndio ambao wanawaweka nyinyi porini? Yaani unataka kutuambia kwamba zile habari ni za uongo? Hapana, wadepite hakuna hata depite moja wa kuweka mtu porini. Ni mambo kila mtu, kama unasikia Kashirani, kama baba yako amekufa wamemuua, mama yako wamemuua, shangazi yako amekufa, umebaki wewe peke. Utafunga roho na wewe nguvu zako. Ndio. Hakuna msaada moja kutoka Kinshasa kusema itasaidia vijana wote wako porini. Hakuna. Ndiyo kamanda, najua tumekwenda kufika mwisho, na utuambie sasa neno lako la mwisho kwa raia yote ya Nord Kivu ili wanaokufuata sasa hivi kwenye La Voix du Kivu, La Voix des Sans Voix, toujours au service du peuple. Yani ni sauti ya Kivu, sauti ya wanyonge, nani kila siku ikuwa pembeni na raia. Unaweza kuwa na message gani kwa raia yote ya Nord Kivu ambao wanakufuata sasa hivi? Raia yote ya Nord Kivu, ndio naomba sana wapiganishe, wakuwe na roho, na hilo roho yenye watakuwa nayo si kama raia, tupiganishe tukomboe nchi yetu. Hakuna mtu mwenye anapaswa tukomboa, Mungu yeye peke, na raia ipiganishe na Mungu atawapa nguvu, watapigana ili waishi vizuri kwa nchi yao. Hakuna kitu kingine yenye tunapaswa lomba msaada Kinshasa ifike kutusaidia. Tumelia, tumechoka. Hii ni miaka 12 vita iko Nord Kivu, vita iko kusini Kivu, Nord Kivu province orientale, vita inafika vinamaliza karibu miezi 3 miezi 4, lakini sisi tumepata shida. Kulibaki neno moja, najua Kongo yetu hii sio nzuri, ni ya wadui. Ndio. Sasa kama unaeleza mambo ya shida kwenye huko, wewe ndio adui na tafuto. Kuna kijana mmoja aliimba Beni maneno kidogo kidogo, lakini saa hii anafungwa Goma. Kijana yupi huyo? Na okay, yaani unataka kutuambia kwamba wananchi mnapolalamika, mnaposema serikali wachukulia nini kama adui, na wale adui ambao wanakuja kuvamia nchi kama hawachukuliwi kama adui? Na saa hii wakati watasikia ile sauti,
watanitafuta. Ndio. Mimi nakuambia ukweli. Ndiyo kamanda, hiyo tunaijua. Hata sisi wenyewe waandishi tunatafutwa kama vile mbu, tunatafutwa kama vile chawa, na tunakatazwa tusiwasemeshe nyinyi, ili raia sijue kwa nini mko porini na kwa nini mnashikilia silaha kwa kutetea raia. Yaani hiyo kabisa tunaijua. Na je, unaweza kuwa na message gani kwa wale ambao wanaofuatilia wenzao kama vile watu wa vitengo vya ujasusi, yani ANR, na watu wengine wanaofuatilia wazalendo? Unaweza kuambia nini? Watu wananunuliwa, wiko kwa pesa. Unajua kama mtu yuko kwa pesa atafanya chenye anataka ili akuue, ama kuzibije vikali, akutie mu maneno yenyewe haiwezekane. Tumesema mambo yenyewe inabafikia. Sasa huyo kijana ambaye ni mwanamuziki ambaye ameimba na amefungwa kwenye jela ya Munzenze, unaweza kuomba serikali nini, na unaweza kuomba raia ifanye nini ili mtu huyo apate kuachiwa? Ule mtu hana shida hata moja. Aliimba ile music, baba yake walimuua, mama yake wanamuua, shangazi yake anamuua, yana baki yeye peke nyumbani mwao. Lakini wakati ya kupiga muziki ili nchi yote ya kidemokrasia isikie iko na shida, wakamfunga ili wamuue. Juu kutetea nini raia? Sasa kama unakuwa mtetezi wa raia, umekuwa adui ya serikali. Haya, asante sana kamanda, tumekwenda kusikia kwa sababu umesema maneno ya jinsi wazalendo wanaofuatwa, mwanamuziki ambaye aliyeimba maisha halisi ambao wananchi wanaishi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, na huyo kijana sasa hivi yuko kwenye jela ya Munzenze, na tutazidi kupata sauti kuangalia jinsi gani kijana huyo aende kuachiwa. Na pia tutaomba raia wa Goma, raia wa Butembo, wa Beni, wa Bukavu, wa Uvira, wa Fizi, wa Mwenga, wa Shabunda, wafasi zote zile katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na diaspora, tusimame kwa kutetea kijana wetu huyu apate kutoka, na hii ambayo tunafanya pursuit kwa patrioti, yani kwa wazalendo, ipate kuisha, kwa sababu mimi nasemaga kwamba hii Kongo, kama leo Kongo ipo Kongo leo, ni kwa sababu kulikuwa hawa vijana ambao ni wapatrioti. Bila wapatrioti watu wangevaa makostimi Kinshasa. Bila wapatrioti nchi ingekuwa shagabulika, lakini tunazidi kuwapa courage, muzidi kutumika kazi na kuzilinda raia yenu. Msichoke, na wale ambao wanasaliti nchi, ipo siku Mungu atawalipa, na ipo siku watasikia haya. Asante. Ndio hiyo mambo ndio hivyo ya huko Nord Kivu, Province Orientale, na wazi umeelewa kila kitu yote. Tumeelewa hiyo kamanda, asante sana, tunakushukuru. Haya, asante. Oui, bandeko tolobi mais grand merci tolobaki ebele na kati ya monoko Swahili. Bon, ezalaki, je pense que ezalaki tovanda koloba pona situation ya mboka sikoyo ndenge inquiétude bato bazana ngo pona état de siège, parce que toyebiti tozana état nini tant tozaki na état de siège yeko koma o ba Uganda bakoti yeko koma boye, donc population eso comprendre tenini ezo kende. Et puis obotako bolandi ye mokonzi alobi ke alobi totuni motuna pona ba député, parce que Mbosso Kodi ayebisaki trompaki ba congolais que non, ce sont des députés ndio bazotia bitumba poto ya est ngana yebisaka bino na boya ka eloko wana na moi po na butu pe baza député na biso tozalaki na 2006, tozalaki kwa député tozalaki na bango na 2006, eza bango nde tozana na bango lelo, tozalaki na bango na 2011, eza bango nde tozana bango lelo. Mais comment ces députés, si d'ailleurs tous ces députés sont des pauvres, bazana mbongo que ça la bitumba kotoyote, ce sont aussi des victimes. Vous l'avez même commandant à lobby nani ba député wana baza impliqué ni de l'eau ni des prêtres, et puis à condamner d'ailleurs les députés là parce qu'ils ne sont pas prêts à soutenir leur population, ils ne sont pas prêts à soutenir les électeurs pour na kokende ko supporter ba action oyo ya ko libérer mboka, et puis a accuser pe gouvernement congolais na ndenge yango moko ezo jouer double jeu ya koboma bato, parce que les ADF nalu baza bato oyo bazo koboma bato bande ko Congo eza kaka na Nord Kivu te. Aujourd'hui je suivais une télé la télévision Nyota ya Lubumbashi, tozobanda ko landango awa
tolandi kuna basoda bazokokotela bato na kati ya bandako balati bien teni balati nani la police nani teni ya armée ya la police bakei koyiba bato. Donc makambo oyo tozokoyebisa bino ndenge nani FARDC ko se déguiser eza partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Eza bino la voix du Kivu, la voix des sans voix, toujours service du peuple. Tokokende toujours kopesa bino ba mission ya ndenge tozokende kusolola na autodéfense. Oyo ezalaka radio ya résistance, oyo ezalaka média ya résistance bandeko. Moto akosa bino te biso toza wana pona libération ya mboka. Nous soutenons nos enfants, nous soutenons nos forces qui nous ont protégés pendant 25 ans. Ndenge toza awa o bazoko bondela mboka na biso. Au moins, il faut laisser vous en bon. Tous ces gens-là qui sont à Kinshasa, oh, moi je suis directeur de ceci, je suis directeur de Bazawana pour un bon wamboka, mais oh, biso toza au côté na bango bandeko. Bazalaka awa moya bango bula na bango, baza éviter bako ils ont même un frère salaire wapité, bandi makakolata biloko oyo et so baso qualité. Donc ceux qui ont l'équipe bazali, oyo qui vraiment azobimisa solo, mais azobundelaka mboka pona nini pona patriotisme. Nous devons d'abord aimer la République. Et puis eloko moko na ngana déploraka eza komona bato oyo basali ke bato baza na Kinshasa balata ba costume ti lelo ba reconnaître ka bangote soki na lobi bongo na lobi na lobi gouvernement. Mes chers frères, mes chers compatriotes, ni tete le maimai lelo telinga tozala na histoire mosusu ya République démocratique du Congo. Soki olingi o contacter biso numéro biso ezali plus 243 85 88 08 330. Email na biso à la voix de Kivu 45@gmail.com. Merci, à la prochaine.